Kwenye makaratasi unaona kana kwamba wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi yao ya raundi ya pili ya awali ya kuwania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur ya kule nchini Eswatini ni nyepesi mno. Ni nyepesi kwa sababu Simba ni wakubwa mno kulinganisha na Nsingizini Hotspur. Wekundu wa Msimbazi Simba wao msimu uliopita tu wa 2024-2025 walifika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kukosa ubingwa kwa sababu tu walifungwa katika matokeo ya jumla mabao 3-1 dhidi ya RS Berkane katika kombe la shirikisho. Lakini Nsingizini Hotspur wao hawamo katika orodha hata ya klabu bora barani Afrika kwa vigezo vya CAF. Ni kwa sababu hawajawahi kuingia hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika wala kombe la shirikisho barani Afrika katika misimu mitano. Simba kila mara wanaposhiriki michuano ya CAF, iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, kuanzia msimu 2018-19 hatua ya chini kabisa huwa ni robo finali. Na ndio maana msimu uliopita wakienda mbali zaidi kwenye kombe la shirikisho, wakienda mpaka finali. Ni wazoefu Simba, uwekezaji mkubwa, ni miongoni mwa klabu kubwa 5 barani Afrika kwa mujibu wa CAF wakati tukiingia katika msimu huu wa 2025-2026. Lakini Nsingizini Hotspur hawamo katika orodha ya viwango vya ubora. Kwa sababu hiyo kwenye makaratasi unaweza kaona Simba wana nafasi kubwa ya kusonga mbele kwenda katika hatua ya makundi kwa kupata matokeo ya jumla ya kuwavusha kwenda makundi dhidi ya Nsingizini Hotspur. Mechi ya kwanza inatarajiwa kuchezwa kati ya Oktoba 19 kule nchini Eswatini, lakini marudiano ni wiki moja baadaye, na matokeo ya jumla ndipo mshindi wake anakwenda katika hatua ya makundi. Lakini ukiondoa eneo la kuchezea ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wanaonekana wako vizuri zaidi, na hasa kwa kuangalia wasifu wa mchezaji mmoja mmoja, Nsingizini Hotspur na Simba wana wachezaji wengi wenye wasifu wa juu kuliko Nsingizini Hotspur, lakini pia uwekezaji na historia ya klabu zenyewe kama tulivyotoka kueleza. Lakini Nsingizini Hotspur miongoni mwa siri yao ni juu ya mashabiki wao. Ni wazuri sana katika kuiunga mkono timu yao, kushinikiza wageni ili mwisho wa siku kuathiri wachezaji wao wasitekeleze mipango kazi ya makocha wao na hatimaye kuwawezesha kupata kile wanachokitaka. Walidhihirisha hayo katika mechi ya hivi karibuni ya raundi ya awali ya michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakati walipocheza dhidi ya Simba Bora ya kule nchini Zimbabwe. Katika mechi ya kwanza Nsingizini Hotspur timu inaonekana ikiwa na vifaa vya kutosha, usafiri mzuri kama uonavyo, lakini wakiwa wamejipanga vyema chini ya kocha Mandla Davids Kogi ambaye ni raia wa Afrika Kusini mwenye historia nzuri katika mpira wa miguu kwa miaka 17 akipita katika klabu kama Orlando Pirates alipokuwa kocha mkuu wa kikosi cha akiba, lakini vile vile akiongoza timu ya Sekokune United katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, lakini pia akiwa na leseni A ya CAF, akiwa na leseni C ya UEFA, nasema UEFA Pro License, akiwa na vyeti kutoka England, vyeti kutoka Marekani. Ni kocha mzoefu aliyemkuza mchezaji kama Foster ambaye anachezea Burnley katika EPL ligi kuu ya England na wachezaji wengine nyota. Walipokwenda Zimbabwe wakafungwa bao 1-0 na wenyeji Simba Bora, lakini walijua wanachokifanya. Waliporejea kwa Eswatini walionyesha utofauti, na miongoni mwa waliowawezesha kuwa tofauti ni pamoja na mchezaji wao wa 12 ambaye ni mashabiki. Wana mashabiki akina mama ambao wana swaga nzuri katika kuunga mkono, lakini wakiwapa wakati mgumu wapinzani. Akina mama hao na mashabiki wengine mwisho wake wakashinda bao 1-0 katika mechi ambayo Simba Bora walijikuta wako tofauti na vile walivyokuwa kwao nchini Zimbabwe. Matokeo yake ni nini? Ikawa kwa ujumla sare ya 1-1. Kwa kanuni za CAF, sare katika mechi mbili huwa zinaamuliwa mshindi wake kwa mikwaju ya penalty. Kwenye matuta, mashabiki wa hawa Nsingizini Hotspur wakatekeleza wajibu wao ipasavyo kwa kuwatia morali, kwa kuwatia shime wachezaji wao, huwa na utulivu katika kupiga mikwaju ya penalty, lakini wakati huo wakiwatia shinikizo, pressure wachezaji wa Simba Bora. Mwisho wa siku Nsingizini Hotspur wakanufaika na mchezaji wa 12 kwa kuonyesha utulivu wa hali ya juu katika upigaji wa penalty, wakashinda 4-2. Na sasa wameingia katika raundi ya pili ya awali ambayo mshindi wa jumla watakapocheza dhidi ya Simba ya Tanzania atakwenda katika hatua ya makundi. Kwa sababu hiyo ni dhahiri kwamba wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa wakiwa chini ya kocha Dimitar Pantev, licha ya maandalizi yao
ya eneo la kuchezea ambamo ukilinganisha na Nsingizini Hotspur unaona Simba hakuna shaka yoyote, lakini vya ziada ni pamoja na support ya mashabiki wa Nsingizini Hotspur kwamba Simba japokuwa ni kubwa sana, Simba rekodi zake zikionyesha za kuvutia zaidi kuliko mabingwa Eswatini Nsingizini kwenye ligi zao, kwa sababu kwa kukumbushia tu kwamba Nsingizini Hotspur kwenye ligi yao walitoa ubingwa wakimaliza baada ya mechi 26 wakimaliza na pointi 60. Yes, huku washindi wa pili Royal Leopards wakiwa na pointi 59, wao pointi 60. Lakini kwenye mabao Nsingizini Hotspur mabao walifunga mabao 44, wakaruhusu mabao 14. Mabao 44 yaliwafanya kuwa timu ya pili kwa kupachika mabao mengi katika ligi kuu ya Eswatini, kwa sababu vinara Royal Leopards walifunga mabao 58. Lakini mabao 14 yaliwafanya wao ndio timu yenye ukuta imara zaidi katika ligi kuu ya Eswatini msimu uliomalizika 2024-25. Lakini wanakutana na Msimbazi Simba ambao ingawa hawakuwa mabingwa katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, huku ligi kuu ya Eswatini ikiwa ni ligi nambari 25 kwa ubora barani Afrika, Simba walimaliza wa pili nyuma ya watani zao jadi Yanga wakiwa na pointi 78 kati ya pointi 90, kwa sababu ligi kuu Tanzania bara mechi uchezwa 30. Kuna timu 16 kwenye ligi kuu Tanzania bara, wakati Eswatini ni mechi 26 kwa sababu kuna timu 14 katika ligi kuu ya Eswatini. Kwa hiyo 26 kati ya 78, wao kupata pointi 60 ilikuwa ni performance ya around 77. Simba pointi 78 kati ya 90, maana yake performance ni around 87. Kwenye mabao Simba walifunga mabao 69 wakiruhusu mabao 13. Sasa ukiangalia rekodi hizi kwenye small details namna kila timu ilivyofanya kwenye ligi yake, Nsingizini Hotspur kwenye ligi dhaifu kulinganisha ligi kuu Tanzania bara walikuwa wadhaifu kwa matokeo kulinganisha na Simba. Performance ndio hii 77 kwa 87, karibu hasi 10 ya asilimia wao ni pungufu kulinganisha na Simba. Lakini Simba ni klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika, wao hawamo katika orodha ya klabu bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF kwa sababu tu hawajatimiza kigezo kile cha kuingia wala watoa makundi kwenye michuano ya CAF ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Lakini Simba watapaswa kujipanga kukabiliana na small details nyingine za nje ya uwanja, ikiwamo hawa mashabiki wa Nsingizini Hotspur. Hao wanaoingia, hao wanao support wanawapa nguvu kubwa mno, na huanzia tangu nje ya uwanja mitaani kushangilia, lakini wanapokuwa uwanjani wanatoa shinikizo kubwa kwa wageni, huku wakiwaunga mkono wachezaji wao, na matokeo yake wakati mwingine hujikuta timu ambayo haijajipanga vyema wachezaji wake wanaweza wakajikuta wanashindwa kutekeleza vyema mpango kazi wa mwalimu wao, na hivyo kuwasaidia wao kupata matokeo ya kile wanachokihitaji. Simba lazima wajipange katika eneo hili, kwa sababu kama tulivyotoka kueleza, kwenye eneo la kuchezea wana wachezaji wazoefu haswa kukabiliana na shinikizo la mechi za ugenini. Shomari Kapombe ni mzoefu, Musa Pimpin Kamara ana uzoefu wa kutosha. Nabi Kamara mchezaji wa kimataifa ambaye wamemsajili hivi karibuni kwa ajili ya kucheza kama kiungo, lakini pia nambari 3 pale inapobidi, ana uzoefu wa kutosha. Wapo kina Rushain Deroko, Neo Maema, Kibu Dennis Prosper, Eli Mpanzu Kibisala, Jonathan Soa, Selemani Mwalimu Gomez, lakini vile vile Steven Dese Mukwala. Eneo la kati wanao kina Alassane Maudo Kante, wanao kina Mzamiru Yasini, wana wachezaji wengi Simba wazoefu. Lakini licha uzoefu wao wasichukulie poa, kwa sababu hawa mashabiki wa Nsingizini Hotspur ambao ni wazuri mno katika kuwapa nguvu wachezaji wao huku wakiwakatisha tamaa wageni, yaweza ikawa sababu ya wao kujikuta wakienda kinyume cha mpango kazi wa Dimitar Pantev katika kupata matokeo ili waende katika hatua inayofuata ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Kwa hiyo Simba lazima wajipange, tahadhari lazima ichukuliwe, huku matarajio kwa Watanzania, matarajio kwa wana Simba ni kuona wakisonga mbele. Simba hii ambayo tangu msimu 2018-19 kwenye michuano ya CAF inapoingia tu, iwe ligi ya mabingwa iwe kombe la shirikisho, hatua ya chini wao kufika huwa ni robo finali. Msimu uliopita walikwenda mbali zaidi, wakafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika pale walipocheza dhidi ya RS Berkane na kukosa ubingwa kwa sababu tu ya matokeo ya jumla 3-1. Ni wajibu wao sasa kujipanga vyema kuhakikisha hawaendi kukwamishwa na Nsingizini Hotspur, na hasa kupitia mashabiki wao ambao hutoa shinikizo kubwa. Eneo la kuchezea matarajio ni makubwa sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Wana kikosi imara zaidi kama nilivyogusia awali kulinganisha na Nsingizini Hotspur.
lakini wana wachezaji wenye wasifu mkubwa na uzoefu wa michuano ya kimataifa kulinganisha na Nsingizini Hotspur. Matarajio ni kuona Simba ikipata matokeo ya jumla ya kuwapeleka hatua ya makundi, na hivyo kuendelea kujiwekea rekodi ya aina yake miongoni mwa klabu za nchini Tanzania, kwa kuwa timu inayokwenda hatua ya makundi ya michuano ya CAF kwa mfululizo, maana itakuwa sasa kuanzia 2020-2021 mpaka msimu huu, kama wakiingia makundi itakuwa ni mfululizo, hawajawahi kubisi hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.